Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo tutaangazia maandalizi ya shamba la mikorosho wakati wa kipindi cha mvua. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Mkorosho kama ilivyo miti mingine ama mazao mengine huhitaji usafi, maji na hewa ya kutosha ili kujitengenezea chakula chake kabla ya kuanza kuzaa. Msimu wa mvua ndio wakati mzuri wa kuanza kutatua changamoto zinazojitokeza wakati wa uzalishaji wa korosho, ambapo katika kipindi hiki mkulima anapaswa kupalilia shamba lake, kupogolea mikorosho, yaani kuondoa baadhi ya matawi ambayo hayazai na kutifulia ardhi ili maji ya mvua yapenye kwa urahisi chini ya ardhi na kufikia mizizi ya mkorosho. Hapa mratibu wa zao la korosho nchini, Dr. Wilson Nene, anafafanua. Tukiendelea kuelekezana kuhusu kilimo bora cha zao la korosho, ni kwamba zao la korosho kama yalivyo mazao mengine la yenyewe limekuwa likipata changamoto mbalimbali, na hizi changamoto zimekuwa zikitokana na zikiwa ni za kibiolojia, kwa maana ya uwepo wa visumbufu au vimelea vinavyoleta magonjwa mbalimbali, lakini pia na changamoto ambazo si za kibiolojia kwa maana ya abiotic, hasa kwenye upande wa mabadiliko ya tabia ya nchi au mabadiliko ya hali ya hewa. Kwenye korosho ukiangalia kwa ujumla katika nchi nzima, unakuta msimu unakuja mara tu baada ya kipindi cha mvua, na inategemea eneo na eneo mvua zimekatika wakati gani. Wakati mwingine mvua zinakata maeneo mengine mvua zinakata mwezi wa 5, maeneo mengine mpaka mwezi wa 6, lakini ni katika maeneo hayo. Kwa hiyo kuanzia kipindi hicho, kama zimekata mapema mwezi wa 4 mwishoni au wa 5 au wa 6, kuanzia hapo na kuendelea wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, hicho ndo kipindi ambacho ni msimu wa korosho, ambapo wakulima wengi ndipo wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali. Lakini hizi changamoto hazianzii wakati ule. Changamoto hizi nyingine zinaanza nyuma yake, hasa wakati huu wa kipindi cha mvua, kwamba usipotatua au usipokuwa na kilimo bora cha zao la korosho kwa wakati wa kipindi cha mvua, basi tukiingia kwenye msimu katika hiyo miezi niliyoitaja, unaweza kukutana na mazingira ambayo si rafiki kwenye uzalishaji wa zao la korosho. Kwa mfano, kipindi kama hiki ambacho ni kuanzia kipindi cha mvua mwezi wa 1, wa 2, wa 3 na kuendelea, ni kipindi ambacho kuna shughuli mbalimbali za kilimo kwenye korosho. Usipozifanya, madhara yake yanakuja kuonekana kwenye msimu wa korosho, kwa maana kuanzia mwezi wa 6 na kuendelea. Nazo ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, tunashauri kwamba kutegemea na maeneo, baada ya mavuno, kama mavuno yameisha mwezi wa 11, yameisha mwezi wa 12, yameisha mwezi wa 1, baada ya hapo tunakuwa tunashauri kwamba shamba lako lazima uliangalie kwa ajili ya upogoleaji. Upogoleaji ni kitendo cha kuondoa matawi ambayo yanakuwa hayafai, kwamba uwepo wake hayo matawi yanaweza yakawa ni vyanzo vya kuhifadhi vimelea vya magonjwa, lakini pia na wadudu, yakawa ni mazingira mazuri ya wadudu waharibifu. Lakini pia
mikorosho inaweza ikasongamana na matokeo yake pia mmea ukakosa hewa ya kutosha. Kwa hiyo tunafanya upogoleaji baada ya mavuno, ambako inaweza ikajikuta kumaliza mwezi wa 12 mavuno, inaweza ikawa mwezi wa kwanza ukafanya upogoleaji, mwezi wa pili ukafanya upogoleaji. Lakini pia upogoleaji huo unatakiwa ufanyike katika hiyo miezi, kwa maana ya hatushauri mtu anafika mwezi mpaka wa 4 wa 5 karibia anaingia kwenye msimu wa korosho anafanya upogoleaji, kwa sababu kumbuka, unapopunguza yale matawi, kile kidonda tunataka sasa kiwe na muda mzuri wa kuweza kupona. Kwa hiyo unapogolea mapema. Ukipogolea mapema utaruhusu mwanga mzuri utaingia, lakini hata vile vyanzo vya vimelea vilivyokuwa vimejificha kwenye matawi yale unakuwa umeviondoa. Lakini pia pamoja na upogoleaji, kipindi hicho cha mvua ndicho kipindi ambacho mkulima anatakiwa kuandaa shamba lake mapema kwa maana ya kupalilia. Na palizi tunalolishauri ni palizi hasa ambalo pia unahusisha kutifulia shamba. Hatushauri, ni ngumu kusema kwamba kila msimu utifulie shamba, lakini unaweza ukatifulia msimu huu, alafu msimu unaopita usitifulie, lakini msimu mwingine ukatifulia. Ukiweza kutifulia, matokeo yake sasa, faida yake ni kwamba mvua zile zinazoonyesha kwa kipindi hiki, ambapo unaweza ukakuta katika nchi nzima ni kati ya Januari mpaka mwezi wa 4, zile mvua zina uwezo wa kuingia kwenye ardhi na zikasaidia ule mmea. Sasa ukifika wakati wa uzaaji au msimu wa korosho, basi kukawa na unyevu wa kutosha, na kinyume chake usipofanya hivyo, unaweza kukuta yale maji yanatiririka na yale maji hayafiki chini. Lakini sio kupalilia tu kwa kutifulia, lakini pia hata kuwahi palizi. Utafiti tu ambao tumefanya unaonyesha kwamba mashamba mengi ambayo palizi lake limewahi yanachipuza mapema. Kwa hiyo kitendo cha kupalilia kwa kutifulia, maji yataingia kwenye ardhi, kwa hiyo kutakuwa kuna unyevu wa kutosha hata msimu. Lakini pia ukifanya palizi mapema, inafanya mikorosho hiyo inapoingia kwenye msimu, labda ni mwezi wa 5, mwezi wa 6, inachipuza mapema. Matokeo yake sasa inasaidia hizi changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza. Kuna changamoto kama 2 au 3 ambazo imekuwa ni shida, ambazo inaonyesha kabisa na inaashiria vyanzo ni kuhudumia shamba kwa kipindi hiki cha mvua na kwa wakati. Kwa mfano, kumekuwa mikorosho mingi haichipuzi kabisa. Yani unaweza ukakuta ni shamba zima la mkulima fulani, msimu 90% ya mikorosho yake haijachipuza. Lakini na isipochipuza, mingine majani yanakuwa ya njano, na matokeo yake msimu huo anakosa mavuno kabisa, au anapata mavuno kidogo sana. Na hii ni kutokana kwamba hakukuwa na maji ya kutosha kwenye ardhi ya kufanya kuwepo na unyevu wa kuweza sasa kuhimili mkorosho pale unapokuwa kwenye wakati wa uzaaji au msimu wake, ambapo unatakiwa uwe unatumia hivyo virutubisho yakiwemo maji ambayo yametokana na mvua za nyuma yake. Lakini pia ile ya kupalilia mapema imeonyesha mikorosho mingi kuflash mapema. Kwa hiyo ikiflash mapema imekuwa ikisaidia matatizo mengine yanayokuja kuibuka mwezi wa 9, mwezi wa 10, ambayo ni ya hali ya hewa. Ule mmea unaweza kuyaepuka hayo matatizo, kwa sababu utaflashi mapema, na zile hatua sasa za kuweka maua zinakuja mapema, nut setting inakuja mapema. Mwisho wa siku sasa zile shughuli zote za kilimo zinafanyika kwa muda mfupi. Kwa hiyo hata gharama anazozitumia mkulima kuhudumia shamba lake katika msimu ule wa korosho inakuwa ni fupi, kwa sababu anatumia muda mfupi katika kuhudumia shamba lake wakati wa msimu wa korosho. Kwa hiyo tunashauri sasa
kipindi hiki ambacho sasa hivi ni mwezi wa 3, mashamba sasa yaendelee kuhudumiwa hasa kwa palizi. Palizi lifanyike, na palizi ambao ni la kutifulia, ili maji yaweze sasa kuingia vizuri kwenye ardhi, na mwisho wa siku sasa hizi changamoto za mikorosho kuto kuflashi mapema, mikorosho kuto kuflashi kabisa, hii tatizo la unjano yellowing kwenye majani, linaitwa pia, tumia neno likaba, itasaidia hii hali kutokea. Mtazamaji, yapo mashamba pori ya mikorosho yaliyotelekezwa kwa muda mrefu bila kupaliliwa, jambo ambalo linasababisha kushuka kwa uzalishaji wa korosho. Dr. Nene anaeleza kuwa katika kipindi hiki ndio wakati sahihi wa kufufua mashamba pori. Sababu nyingine ambayo imekuwa ikipelekea pia uzalishaji mdogo, kuna mashamba mengine yametelekezwa. Sasa kuna njia mbalimbali za ku-upgrade au kuliboresha shamba likafikia kuzaa na kwa kiwango cha korosho kinachokubalika au kinachohitajika. Kwa hiyo tunawashauri sasa wakulima kipindi hiki vile kama kuna mikorosho ambayo imetelekezwa kipindi hiki ambacho ni cha msimu wa mvua, na kuna kakiangazi hapa, ndicho sasa kipindi cha kutifulia yale mashamba, kupalilia yale mashamba. Kwa hiyo ukishapalilia yale mashamba yako, utakuja kugundua kwamba ni mikorosho ipi inafanya vizuri. Kwa hiyo kuna mikorosho utaiona itachipuza mapema, na ikishachipuza mapema utaendelea kuiangalia uzalishaji wake. Na ukishaiangalia uzalishaji wake, sasa msimu unaofuata ile mikorosho ambayo itaonekana haizai vizuri. Kuna mkulima unashangaa ana ekali na ekali, lakini kila akiangalia kwa mkorosho ana wastani wa kilo 5 au chini ya kilo 5. Hiyo mikorosho kwa kweli ni mikorosho ambayo inakuwa haina tija kwa huyo mkulima, kwa sababu atatumia nguvu nyingi, gharama nyingi, lakini uzalishaji ni mdogo. Sasa tunashauri mikorosho ya aina hiyo, basi tunapokuwa tumemaliza msimu wa korosho, labda umemaliza mwezi wa 11, mwezi wa 12, basi kuanzia hapo kwenda mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, hiyo mikorosho ina uwezo wa kukatwa kitaalamu, yakabaki yale mashina, alafu ikachipuza, ikaja ikabebeshwa na vikonyo kutoka kwenye mkorosho ulio bora. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwanza kile kikonyo kinakuwa kimekomaa, na ndani ya msimu ule kinaanza kutoa maua, na baada ya miaka kadhaa michache mkulima yule sasa anaanza kuona mavuno ambayo ndio yanayotakiwa. Kwa hiyo una uwezo wa kubadili shamba lako kabisa, kutoka kwenye kupata kidogo ukapata zaidi kwenye shamba lako lile pasipo kuongeza shamba, kwa kutumia njia ya kukata ile mikorosho ambayo haizai vizuri na kubebeshea mikorosho inayozaa vizuri. Lakini pia kuna maeneo mengine unakuta mtu anakuambia mimi na eka 5 na eka 6, lakini kama kwenye mkorosho labda eka 1 unatakiwa ukute labda kuanzia mikorosho 25 na kuendelea, unakuta shamba lake hilo lina mikorosho 10 na mikorosho 15, lakini anakuambia nina eka ya mikorosho. Hasa maeneo na shamba la aina kama hiyo, tunashauri kwamba basi zile nafasi ambazo mikorosho ilikufa au ilipata tatizo, basi kuchimbwe mashimo, tuweke mikorosho mipya na bora, ili baadaye sasa unaposema nina shamba langu la mikorosho au na eka 1, basi ijulikane kabisa kwamba una mikorosho yako kuanzia kati ya 25, 26, 27 kutegemea na ile shamba namna lilivyo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utajikuta ni kwenye eneo hilo lakini umeongeza uzalishaji, na ndio hicho tunachoongelea kuhusu kilimo chenye tija, ni kuongeza uzalishaji katika eneo hilo moja. Serikali ya mkoa wa Mtwara imekuwa ikifanya jitihada za maksudi kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele,
kuhamasisha wakulima wa korosho kupalilia, kutifulia na kufufua mashamba pori ili kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanal Ahmed Abbas Ahmed, anatembelea wakulima wa zao la korosho katika kata ya Nanyanga, wilaya ya Tandahimba, kuhamasisha wakulima kupalilia na kutifulia mashamba yao wakati huu wa msimu wa mvua. Nimekuja kama mlivyosema, kuja kujionea utofauti baina ya mikorosho hiyo ya zamani na kufanyiwa maboresho au upandishaji daraja, lakini pia kwenda kuona mikorosho mingine ambayo haikufanyiwa kama hivi. Nimpongeze mkulima huyu kwa jitihada zake hizo kubwa za kupandisha daraja mikorosho hii, lakini pia niwapongeze wataalamu wa CDC Nanyanga kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya ya kutoa elimu, lakini vile vile kukuza zao la korosho katika mkoa wetu wa Mtwara. Nimesikia mlikuwa mnazungumzia jitihada za Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyopita kwenye operation ile ya kusafisha mashamba pori na kuongeza uzalishaji mali. Ni kweli operation hiyo ipo, lakini sielewi ni kwa nini baada ya muda imesimama. Sasa kupitia ujio wangu huu niendelee kusema kwamba hiyo ni sio tena operation, ile ni jambo endelevu katika mkoa wetu, kwa sababu matokeo ni mazuri na yanaonekana. Lakini kwa nini nimekuja? Huu ni mkakati ambao tumekusha kupanga kwenye mkoa katika kuhakikisha zao la korosho linazidi kwenda juu badala ya kushuka chini. Ukiangalia takwimu za mwaka uliopita na takwimu za mwaka huu kuna utofauti mkubwa. Mwaka uliopita tulipata tani 154, lakini mwaka huu tumepata tani 94. Kwa hiyo kuna upungufu mkubwa. Sababu ziko nyingi, pamoja na hayo mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuna vitu vingi vimeongezeka. Lakini bado malengo tunayopewa na serikali, tunayopewa na chama hayarudi chini, yanazidi kwenda juu. Kwa hiyo tusipoweka jitihada tutakuwa tunakinzana na wanaotoa malengo, lakini vile vile tunawarudisha chini wananchi wetu. Na ndio maana nikasema kwanza nipite nione, lakini tunaendelea sasa na operation hii ya kuhamasisha watu kuondokana na mashamba pori ili kuongeza huo uzalishaji wa zao letu la korosho. Na serikali inafanya mikakati kama serikali kuu, lakini na sisi tuna wajibu wa kufanya mikakati kama serikali za mitaa na serikali ngazi ya mkoa. Mikakati inayofanywa na serikali kuu nadhani wengi mnaijua. Kwenye eneo la kilimo bajeti imeongezeka. Kubwa ni kuhakikisha effect yake inamfikia mwananchi wa chini, lakini vile vile waganikazi wameanza kuwezeshwa vifaa kwa maana ya mapikipiki, lakini pia kumefanyika ajira sio kwa wingi lakini kwa kiwango kinachoridhisha ili waweze kuwafikia wananchi kwa ukaribu, lakini pia ruzuku ya pembejeo imekwenda chini ili wananchi aweze kuimudu. Sasa ukiangalia yote hayo alafu ukija kulinganisha na uzalishaji, unaona kuna jitihada upande mmoja zimefanywa, lakini kuna mahala jitihada hazijafanywa. Na sasa ndio maana tumeamua kuja kuwahamasisha wananchi kuhakikisha wanayafufua hayo mashamba, lakini wanatumia teknolojia kuhakikisha tunazalisha kwa kiwango cha juu. Mtazamaji, kitendo cha mkulima kupalilia, kutifulia na kupogolea wakati huu hufanya mkorosho kujiandaa vyema, kuchipuka haraka na kutoa maua mengi. Tulitembelea shamba ambalo tayari ya yule mkulima aliboresha shamba lake kutoka kwenye mikorosho ambayo haizai, lakini ikakatwa ikawa imebebeshwa na sasa hivi inazaa
vizuri na kwa kiwango kikubwa. Lakini pia tulitembelea shamba ambalo mkulima tayari huu mwezi wa 3 ameshaanza kupalilia, alishafanya upogoleaji na ameshaanza kupalilia. Kwa hiyo tunaamini kabisa mashamba yale ni mashamba mazuri, na tunaamini kwamba hakutatokea matatizo la mkorosho kuchelewa kuchipuza au mkorosho kuto kuchipuza au kutokea unjano wa majani, kwa sababu kwanza amepalilia mapema, lakini pia alitifulia mwaka jana. Kwa hiyo lile shamba kama mwaka huu halina haja hata ya kutifuliwa. Inaonekana mvua ikinyesha hiyo kidogo tunayoipata itakwenda chini, na tunaamini ya kwamba msimu ukifika kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na kuendelea, hilo shamba litakuwa na unyevu wa kutosha na litafanya vizuri. Lakini na lile shamba namba 1, tatizo la uzaaji wa korosho kidogo, hilo nalo limeshatatuliwa kwa kutumia teknolojia ya Topwork ya kubebesha kutoka kwenye mkorosho ambao ulikuwa uzai sana, unapata vikonyo vizuri vya mikorosho bora inayozaa sana. Kwa hiyo ni kazi nzuri sana ambayo sasa tunaomba na tunategemea iendelee kusambaa na katika mikoa mingine, lakini pia na wakulima wengine waweze kujifunza ni namna gani tuna uwezo wa kuboresha mashamba yetu, ni namna gani tuna uwezo wa kuwa na kilimo bora ambacho hakitakiwi kusubiria msimu wa korosho kwa maana ya kuanzia mwezi wa 5 na kuendelea. Hapana. Matatizo ya msimu wa korosho wa kuanzia mwezi wa 5 na kuendelea, nazidi kusisitiza, ni kwamba yanaanzia huku mwanzoni, kuanzia kipindi hiki cha mwezi wa 1, wa 2, wa 3, kipindi cha mvua. Usipohudumia shamba kwa maana ya palizi kwa wakati, kwa maana ya kupogolea, kwa maana ya kuhakikisha pia una mbegu bora, basi hizo changamoto unakuja kukumbana nazo kwenye msimu wa korosho. Moja ya mkakati wa serikali katika kilimo ni kuongeza uzalishaji wa zao la korosho, na katika mwaka huu wa fedha imeongeza bajeti ya viuatilifu vya zao hili. Kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika msimu tunaoelekea wa 2023-2024 serikali imechukua hatua ya kuongeza bajeti katika eneo la upatikanaji wa pembejeo kutoka tani 15,000 za salfa ya unga zilizosambazwa msimu wa 22-23 hadi tani 49,000. Lakini kwa upande wa viuatilifu vya maji imeongeza kutoka lita milioni 2.6 zilizosambazwa msimu wa 22-23 na hadi lita milioni 3,130,000. Na hii yote Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni ili kutosheleza mahitaji ya wakulima wetu. Bodi ya korosho kwa kushirikiana na mamlaka za serikali ngazi ya mikoa, wilaya, tulifanya tathmini ya kujua mahitaji halisi. Kwa hiyo hizi pembejeo ambazo sasa zimeagizwa na zinatarajia kusambazwa zinakwenda kutosheleza. Mtazamaji, mpaka hapa tumefika mwisho wa makala hii. Kumbuka kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Katika kipindi kijacho tutaangazia upogoleaji sahihi na ufufuaji wa mashamba yaliyotelekezwa. Usikose kuangalia kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu.